Wachezaji wa mpira wa miguu ambao ni maarufu huwa katika hatari ya kukumbwa na matatizo mengi katika maisha yao. Baadhi ya changamoto zao ni ndoa zao kuvunjika na matokeo yake yanawaathiri kiuchumi hadi wanafilisika. Baadhi ya wachezaji kutoka Afrika waliojipata katika changamoto hiyo ni pamoja na Taribo West. Star huyo wa Nigeria alifilisika baada ya talaka na kwa sasa ameamua kuwa mchungaji kabisa. Taribo West ambaye alioana na Mnigeria mwenzake Atinuke Ekundayo, kisha baadaye mwanamama huyo alielekea mahakamani na kudai talaka. Baada ya hakimu kupitisha kesi ya Atinuke, Taribo West aliwahi kuchezea Inter Milan na AC Milan kati ya mwaka 1997 hadi 2000. Alimlipa fidia na ndugu akashuka kiwango sana kifedha hadi akafilisika. Asamoah Gyan. Mashabiki wengi wa soka wanamfahamu guji huyu raia wa Ghana na penalty aliyoipoteza katika robo fainali ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2010 pale Afrika Kusini. Lakini pia matatizo ya wanandoa yaliwahi kumfika. Mwezi Oktoba mwaka 2018, ripoti kutoka vyombo vya Afrika na Ulaya zilieleza mchezaji wa zamani wa Ghana Asamoah Gyan alifilisika baada ya kuachana na mke wake Gift Gyan. Gyan baadaye alithibitisha kuwa amebaki na pound 600 tu kwenye akaunti yake ya benki. Hata hivyo, aligutuka kabla ya hali kuwa mbaya zaidi na mali yake yote akaiandika chini ya jina la kaka yake, ikiwemo nyumba, magari na mali nyingine. Kisa cha kutuvunja mbavu katika kesi ya Gift na Gyan ni kuwa naye Gyan aliomba watoto wafanyiwe vipimo vya DNA ili kubaini kama ni wake asilipe fidia. Emmanuel Eboh. Hakuna binadamu anayeishi chini ya jua anayetamani aliyomfika raia huyu wa Ivory Coast na star wa zamani wa Arsenal kumfika siku hata moja. Hakuna anayetamani yaliyomfika Emmanuel Eboh. Ni mmoja kati ya wachezaji ambao wameacha funzo kubwa kwa wachezaji wa Kiafrika. Aliachana na mke wake wa kwanza Aurel aliyekuwa naye bila mali, kisha alipopata sabuni ya roho akamtafuta kichuna aliyekwenda school kweli kweli, kasoma sheria haswa. Eboh anasimulia pesa zote za usajili na mshahara alizokuwa anazipata alikuwa akimpa mkewe kipenzi Aurel, na kuna muda alikuwa ana sign makaratasi bila kujua kama alikuwa ni makubaliano ya kumrithisha mkewe mali zake. Kama ilivyo kwa wachezaji wengi wa Kiafrika, kufahamu lugha za kigeni ni tabu sana, na hii ndio ilikuwa sababu kubwa ya Eboh kusaini asichokifahamu. Funzo kwa wachezaji wa Tanzania. Baadaye Kidosho alidai talaka. Eboh akapoteza kila kitu na kurudi kwao Ivory Coast kuanza upya. Hata hivyo, baada ya mahojiano yake, timu mbalimbali ikiwemo Arsenal na Galatasaray zilijitokeza na kumpa nafasi ya kufanya nao kazi. Kwa sasa yupo zake huko Ivory Coast ambapo amefungua academy ya kulea wachezaji ambao baadaye huwapeleka Ulaya. Gumzo mtaani hivi karibuni, na hili huenda ikawa ni fundisho, ni kwa Morocco Achraf Hakimi anayekipiga pale Paris Saint-Germain PSG. Achraf Hakimi, namna ambavyo mama yake alifanya harakati za kumwokoa mwanae kwa kumiliki asilimia kubwa ya mali zake. Hakimi ambaye alifunga ndoa na mkewe Hiba Abouk mwaka 2020, kesi yake labda imetoa funzo kwa wachezaji wengi hususan wazawa na wa hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Wills Snad Jr. Imesomwa nami, imehaririwa na Junior Bell.